Leo katika simulizi review nataka tuzungumze kuhusiana na story ama simulizi ya Zawadi ya Ramadhani. Tunafahamu kwamba tangu ulivyoanza mwezi huu mtukufu wa Ramadhani pale Simulizi Zetu Media upande wa YouTube tulianza simulizi ya Zawadi ya Ramadhani. Ilikuwa ni mahususi kabisa kwa ajili ya kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naitwa Pasco Tuliano na hakikisha umetufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Simulizi Zetu Media. Upande wa YouTube tunapatikana kwa jina hilo. Hakikisha umesubscribe kama ndo mara yako ya kwanza kutembelea hapa. Lakini tunapatikana pia upande wa Audiomack, sehemu pekee ambapo utapata simulizi zetu kwa njia ya audio pekee. Huna ulazima wa kwenda YouTube kwa ajili ya kutazama video pamoja na audio. Unakwenda Audiomack, unasikiliza audio, unaweza pia download ukawa nayo kwenye simu yako. Lakini pia tupo Instagram, tupo pia Facebook kwa jina hilo hilo la Simulizi Zetu Media. Simulizi ya Zawadi ya Ramadhani ni simulizi ambayo tumeanza nayo tangu mwanzoni kabisa mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ulipoanza. Nafikiri mnakumbuka wale ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzoni, na imekwisha kutamatika hivi ninavyozungumza. Maudhui makubwa ya simulizi hii ndani yake ni maisha ya wanandoa, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunajua mwezi huu mtukufu wa Ramadhani una mambo yake, lakini pia nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndoa kwa ujumla ina mambo mengi sana humo ndani yake. Kuna kijana alikuwa anaitwa Abduli. Alikuwa ni kijana ambaye amesoma vizuri, ana kazi nzuri, nyumbani anaishi na wazazi wake. Kawachukua wazazi, kawaleta nyumbani kwake ambapo walikuwa na maisha mazuri of course. Anaishi nao pamoja na mdogo wake mmoja. Sasa wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani unakaribia, wazazi wakamshauri mtoto wao kwamba bwana Abduli, jitahidi uoe, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunafahamu unapaswa kuwa msafi tunapoingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hakuwa ni kijana ambaye ameshikilia dini kihivyo sana. Alikuwa ni kijana wa hivi mambo ya kidunia sana. Lakini wazazi wake akamshauri, basi kijana akakubali. Lakini alikubali tu hivyo kishingo pande, lakini wazazi ikabidi lile swala walisimamie wao, kwa maana wakamtafuta mchumba. Wakamtafuta binti mmoja mzuri, safi, anayejua dini, ambaye amelelewa katika misingi mizuri kabisa ya Kiislamu. Wakamchukua, wakampelekea taarifa Abduli kwamba bana kuna binti huyu na huyu inabidi ujitayarishe kwa ajili ya kumwoa huyo binti anafaa sana. Basi Abduli akakubali. Wakati huo Abduli kule ofisini kwake yuko na binti mwingine ambaye amekuwa akifanya naye kazi ama akimfanyia kazi, ni secretary wake pale ofisini ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu sana. Yule binti alikuwa pia na mahusiano naye. Sasa kilichokuja kutokea ni kwamba binti alipopata taarifa kwamba Abduli ama bosi wake anaoa, alishtuka, akamfuata, akamwambia kwa nini mimi nimeishi na wewe muda mrefu sana na nikiwa nategemea kwamba ipo siku utanioa, leo hii nasikia kwamba unamuoa mtu mwingine, mambo gani haya? Basi Abduli akamwambia basi mipango hiyo hivyo, usilazimishe mambo. Umeona? Basi sherehe ikafanyika, harusi, mipango, kila kitu ikafanyika, mambo yote yakatimia. Sasa kilichokuwa kinatokea ni kwamba unajua kwenye maisha ama hasa mahusiano, bondi, kwamba uelewano wenu ninyi wawili wanandoa ama wapenzi au wachumba ndicho kitu ambacho huwa mara nyingi kinachagiza sana kudumu, kusimama na kusonga mbele katika ndoa yenu. Ile bondi ikawa inakosekana. Abduli akawa hamuelewi sana yule mwanamke ambaye amemuoa, ambaye alichaguliwa na wazazi wake. Lakini yule mwanamke anampenda sana Abduli. Anampenda kuliko kitu chochote kile, na anamuombea, anafanya kila kitu kwa ajili yake. Lakini Abduli akawa sio kihivyo. Sasa baada ya hayo akaanza kurudisha uhusiano wake na yule secretary kule ofisini. Umeona? Mambo yakawa yanaenda hivyo. Baadaye yule mke akaja kagundua kuna vitu ambavyo mumewe anavifanya ambavyo haviko sawa. Akawa anajaribu kukaa naye, kumsihi, kumshauri, lakini ukawa unatokea ugomvi wa hapa na pale. Wazazi pia wakawa wanaligundua hilo. Mtoto wao hamiliki, hashauriki, hasikiki. Yaani huwezi kumshauri kitu kingine chochote na anakuwa mkali zaidi, kwa sababu pale nyumbani ndio unajua mtoto akiwa na mafanikio ndani ya nyumba wakati mwingine unabadilika, wewe ndio unakuwa mzazi, unaweza kuwa unatoa hata amri kwa wazazi wako. Hicho ndicho ambacho kilikuwa kinatokea. Basi maisha yaliendelea. Sasa yule binti wa kule ofisini ambaye alikuwa ni secretary, wivu ule, akaamua kwenda kwa mganga.
akaenda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kutafuta tiba, kumrudisha ama kumfanya yule Abduli aachane kabisa na mke wake ili aweze kumrejea yeye na kumuoa yeye. Mambo yakaenda hivyo, akaenda huko kwa waganga, akapewa dawa. Sasa ikabidi amtafute mdogo wake Abduli ili ampatie ile dawa. Akimpatia ile dawa akaiweke kwenye chakula ili Abduli atakapokula kile chakula basi dawa hizo za uganga zianze kufanya kazi. Wakafanya attempt ya kwanza, jaribio la kwanza, wakafanikiwa. Akanywa chai ambayo ilikuwa ina ile dawa. Hali ikabadilika usiku kwa Abduli, akiwa amelala usiku na mke wake. Mke wake kainuka, ikabidi amfanyie dua pale, maombi na nini, akampatia huduma nyingine. Sasa kwa sababu yule mwanamke ambaye alikuwa amemuoa alikuwa ni mwanamke mwenye imani sana, anasali sana, basi ule uchawi wote ukawa umepotea. Ile nguvu ambayo ama yale madawa ambayo alikuwa amewekewa katika kinywaji ikashindwa kufanya kazi kutokana na nguvu ambayo ilikutana nayo kutokana na dua za yule mwanamke. Asubuhi akapata fahamu, akainuka, basi akaanza kuhisi kuna kitu ambacho hakiko sawa. Baada ya attempt ya kwanza kufeli, attempt ya pili ikawa imefanikiwa. Attempt ya pili walifanya kwamba wakachukua vitu vya kishirikina, nyungu sijui vitu gani ambavyo unavielewa wewe, ambavyo vyote ambavyo unahisi vinaweza kuwa vinahusiana na ushirikina, wakavichukua kwa siri. Yule mdogo wake Abdul akavichukua sababu alikuwa pia na chuki binafsi na wifi yake ambaye ameolewa na kaka yake. Akavichukua vile vitu kwa kupata mwongozo kutoka kwa yule mchepuko wa kaka yake, akavichukua akaenda akaweka chumbani kwa kaka yake ambako ndiko analala na wifi yake, akaweka kwenye mkoba wa wifi yake. Baadaye akaja akazoa Timbwili, akamwambia mamake, mama unajua huyu wifi huyu mshirikina, ana mambo ya kichawi, inawezekana hata anamroga huyu kakaangu kwa sababu kuna vitu nimeona si vya kawaida. Mamake kana nabisha pale, akasema kama unabisha mama, ngoja niingie chumbani, kuna vitu nakuletea hapa. Kweli anaingia, akatoka na vile vitu. Mamake kuona hivyo kweli akaamini. Kazi ikawa hapo. Abduli kurudi akaambiwa vile. Kuambiwa vile kweli naye akawa ameamini kwamba huenda mkewe ni mshirikina, na ndio maana anaonekana ana mapenzi ya dhati sana, ana upendo mkubwa, lakini kumbe kuna vitu ambavyo anavifanya si vya kawaida na vizuri katika jamii. Basi akamtimua yule mkewe. Kwa hiyo mkewe akawa amemtimua katika style hiyo. Basi baada ya hapo mke wa Abduli baada ya kufukuzwa huko alikoenda nyumbani, aliendelea kubaki na imani kwamba inawezekana mume wake kuna wakati utafika atabadilisha maamuzi yake na mambo yote yatakwenda sawa. Akawa anaishi hivyo, lakini pia akawa anaendelea kufundisha katika shule ambayo alikuwa anafundisha masomo ya dini upande wa shuleni. Kwa mambo yakawa hivyo. Siku moja akawa amealikwa kwenye kituo cha runinga kimoja pale mjini, akatoe somo fulani ama mada fulani kuizungumzia kuhusiana na dini. Akaenda pale kwa usiku hivi, akaenda kwenye ile televisheni, akatoa ile mada ambayo alikuwa ameipanga kuitoa. Kila kitu kikaenda vizuri. Sasa wakati anatoa ile mada, Abduli na familia yake nzima walikuwa sebuleni wakati huo wanapata chakula. Kwa hiyo ile mada wote waliisikiliza. Ilikuwa ni mada moja nzuri sana ya kuchoma kwa wale ambao wanakuwa wanafanya mabaya kwa wenzao, wanafanya mabaya dhidi ya watu ambao wanakuwa wanawazunguka. Kwa kweli yule binti mdogo wake na Abduli ambaye ndiye alishiriki kwa asilimia kubwa kutekeleza yale mambo kwa kushirikiana na yule mchepuko kaka yake, nafsi kaanza kumsuta kuanzia pale. Akatamani sana awaambie familia yake kile ambacho kilitokea, kwamba ni kweli wifi yake hakuwa mshirikina bali walimtengenezea kitu kama hicho, lakini akawa haelewi anzie wapi. Ikabidi kwanza ampigie simu yule mchepuko wa kaka yake. Akampigia, bana mimi kwa kweli nafsi yangu imenisuta sana, natamani niwaambie tu kweli nyumbani kwa kile ambacho kilitokea. Akamwambia usifanye hivyo, njoo nyumbani kwanza, usije ukazungumza chochote kile. Anafika kule, kumbe yule dada mchepuko wa Abduli alikuwa amepewa pia dawa na mganga kwamba kwa yeyote ambaye atafahamu hii siri hakikisha unampa hii dawa, itamfanya awe mwehu, awe kichaa kabisa, mwenda wazimu, hataweza tena kuzungumza kitu chochote kile. Basi anafika kule akapewa ile dawa, akawehuka yule binti. Akawa ametoka pale kaingia mtaani kichaa kabisa, kichaa mkota makopo, anavua nguo, mambo hadharani. Basi majirani ambao walikuwa wanamfahamu wakawa wametoa taarifa zilipomfikia Abduli, basi ikabidi wawahi kumchukua mdogo wao kumpeleka hospitali, lakini alikuwa pale bado ukichaa wake, lakini bado anataja jina la yule wifi yake ambaye alimfanyia figisu mpaka akatimuliwa, kwa maana ya mke wa kaka yake. Akawa anahitaji sana jina lake.
Sawa, akasema una shida gani? Labda basi ngoja tujaribu kumuita huyo ili tufahamu pengine kuna nini ambacho kinaendelea. Akaitwa yule mke ambaye alifukuzwa, akaenda pale hospitali. Kufika yule binti ambaye amekuwa kichaa alivyomuona tu akaanza kumwomba msamaha. Anamwomba msamaha, watu hawajui huyu kamkosea nini, kitu gani kinaendelea hapa. Maswali yakawa mengi. Yeye mwenyewe anayeomba msamaha haelewi kwa nini anaomba msamaha. Mambo yakawa tofauti, wote wakawa wanajiuliza maswali. Lakini mwisho wa siku binti bado imani yake kwa Mwenyezi Mungu, alikuwa mtu wa kusali sana, basi wakaomba dua pale nini. Huwezi amini, hali ya yule binti ikarudi katika hali yake ya kawaida. Kama mtu safi alipotoka, ikabidi aeleze yote ambayo aliyafanya. Umeona? Kaeleza yote aliyofanya. Watu wakajua kitu gani ambacho kilifanyika tangu mwanzo mpaka mwisho. Basi Abduli tangu pale akajutia sana, akalia sana kwa kile ambacho alimfanyia mke wake. Kumbe alidhani sivyo, alimhisi tofauti. Alikuwa ni mke mwema, mzuri, mwenye maadili, amefundishwa vizuri sana. Alikuwa ni mke ambaye kimsingi kwake ilikuwa ni kama zawadi, hasa katika kipindi cha Ramadhani ambacho alimpata huyo mwanamke. Na ndipo hapo ambapo tunakuja kuipata jina la simulizi yenyewe, inaitwa Zawadi ya Ramadhani. Ni simulizi moja nzuri sana. Msikilizaji na mtazamaji ambao unanitazama hivi sasa, jitahidi sana uende ukaisikilize. Iko YouTube, ingia YouTube Simulizi Zetu Media, andika Zawadi ya Ramadhani. Ukiingia tu miongoni mwa simulizi ambazo zipo pale utaipata. Na nimekuwekea katika mfumo tofauti. Mfumo wa kwanza ilianza episode ya kwanza mpaka ya 20 mwisho ambapo tunatamatisha. Alafu baadaye nimekuja nikakuwekea full kuanzia episode ya kwanza mpaka ya 20. Kwa hiyo ni wewe uchague. Hasa hii ya pili ambayo ni full kabisa kuanzia episode ya kwanza mpaka ya 20 iko pamoja. Nimeitengeneza ni video moja ambayo ina urefu wa masaa matatu kama masaa 2.5 kitu kama hicho. Kwa hiyo ni simulizi moja nzuri sana, ukisikiliza utafurahia, utajifunza, utaburudika, mambo mengi sana yako ndani. Asante sana kwa kunisikiliza kwa siku ya leo. Simulizi review hatuna la ziada. Tukutane wiki ijayo, tutakuwa na review nyingine kutoka hapa Simulizi Zetu Media. Kipindi hiki ni makususi, kinatoka kila wiki mara moja. Tunakuwa tunajadili simulizi mojawapo ambazo tayari zinakuwa zimesharuka hapa Simulizi Zetu Media. Naitwa Pascal Tuliano. Hakikisha umesubscribe YouTube channel hii ya Simulizi Zetu Media. Hakikisha umetufollow upande wa Audiomack kwa ajili ya simulizi za sauti pekee. Na uzuri wa Audiomack inakula MB chache sana. Yaani MB chache kama unavyoingia kusikiliza wimbo wa Zuchu au Diamond Audio, ndivyo hivyo ambavyo unaipata pia simulizi upande wa Audiomack. Ingia huko andika Simulizi Zetu Media. Asante.